Dhambi ya uzinzi itavunja mahusiano na itaamsha kisasi. Itakunyima ujasiri wa kukemea. Dhambi ya uzinzi itasababisha vifo vya watu na itakuacha na machozi machoni pako. Baada ya Daudi kuzini na Bathsheba, ukiangalia mara 4 nyakati tofauti anakutwa akilia. 4 times. Nyakati tofauti. Mara ya kwanza Daudi analia katika Samueli wa pili sura ya 13:36 na 37, analia kijana wake Amnon anapouawa. Daudi analia. Na neno linasema akalia siku zake zote baada ya Amnon kuuawa. Yani Daudi aliishi maisha ya kulia baada ya kuzini na Bathsheba. Samueli wa pili 15:30, baada ya Daudi kupinduliwa na mtoto wake Absalom akiwa jangwani, Daudi analia. Samueli wa pili 18:33, baada ya Absalom kuuawa, Daudi analia. Samueli wa pili 19:4, katika msiba na mazishi ya Absalom, Daudi analia. Dhambi ya uzinzi siku zote itayaacha machozi machoni pako. Hautakuwa salama. It's a pleasure you get for 10, 15, 20 minutes, 1 hour, but it will leave you crying and weeping bitterly for a long time of your life. Daudi alilia. Alilia kwa sababu kutokana na hapo watoto walikufa. Daudi alilia. Alilia kwa sababu kutokana na hapo binti yake alibakwa. Daudi alilia. Alilia kwa sababu kutokana na hayo alipoteza kiti chake cha mfalme. Daudi alilia. Alilia kwa sababu kutokana na hayo watu 20,000 walikufa katika vita ambayo Absalom alikuwa anapambana na baba yake. Maisha ya Daudi yalikuwa ni ya kulia na kulia na kulia. Dhambi ya uzinzi itaacha machozi machoni pako. Nimewaona mabinti wazuri sana ambao wameshindwa kuolewa kwa sababu walianguka katika dhambi hii na wakapata watoto, na sasa wamekuwa blacklisted. Warembo, wazuri, lakini mpaka leo machozi yanaanguka katika macho yao. Nimeona wanawake wazuri waliokuwa na miji mizuri, lakini kwa kuwa walianguka kwenye dhambi ya uzinzi, nyumba zimevunjika, mpaka leo machozi yanatiririka kwenye macho yao. Nimeona wanaume waliokuwa wamebarikiwa kupata wake wema na wake bora waliowajali na kuwatunza na kuwalea vizuri, lakini kwa sababu ya uzinzi hata leo machozi yanatiririka katika macho yao. Nimeona viongozi ambao ilibidi waachie nyadhifa zao na machozi yakiwatiririka katika macho yao kwa sababu ya uzinzi. Uzinzi utaacha machozi machoni mwako. Nimeona vijana ambao walipaswa kufanya mitihani, na kwa sababu ya dhambi ya uzinzi niliona machozi yakianguka katika meza za headmaster, wakiomba wapewe fursa angalau ya kumalizia masomo, na wameshindwa kumaliza masomo. Machozi hata leo yanatiririka kwenye nyuso zao. Nimeona machozi ya watoto yakitiririka hata leo kwa sababu wazazi waliamua kufanya dhambi ya uzinzi na ndoa ikaharibika. Nimeona matajiri ambao wamefilisika hata leo na machozi yanawatiririka kwa sababu walipata mwanamke mmoja akawaangusha na kuyumbisha biashara. Dhambi ya uzinzi itaacha machozi katika macho yako. Nimeona wazee wa kanisa machozi yakiwatiririka wakati mkutano mkuu ukivote majina yao kuondoka kwenye vitabu vya ushirika
kwa dhambi ya uzinzi. Dhambi ya uzinzi itaacha machozi katika macho yako. Oh, I have seen it. I have seen it. Nimeona dhambi ya uzinzi ikiacha machozi kwenye maisha ya watu. Daudi, dhambi hii ilimwachia machozi na machozi na machozi na machozi. Kwa nini raha ya lisali moja? Kwa nini raha ya nusu saa ikuachie machozi kwa miaka mingi ya maisha yako? Mungu nisaidie. Mungu tusaidie tuishinde dhambi hii. Muda umeisha. Itabidi kuwe na part 3. Kwa hiyo sabato ijayo sitakuwepo. Ile sabato inayofuata tutaendelea na part 3. Ondoka na haya. Samehe. Acha mabifu. Moyo wako haukuumbwa kushikilia vitu. Moyo wako uliumbwa kusamehe. Forgive. Acha. 2, dhambi ya uzinzi itaacha machozi machoni pako. Wewe kijana uko hapa, you might not believe me now, lakini dhambi ya uzinzi huwa siku zote inaacha machozi. Mungu anisaidie. Mungu akusaidie tuishinde dhambi hii.